Hii ni historia yetu ambapo tuko na mzee Abdallah Saif, ambapo wiki iliyopita alipata kuzungumza, alitoa historia yake ya utotoni, ya ukubwani. Lakini tunaendelea, tuko naye, tunakwenda kuzungumza naye zaidi kupata kujua maisha yake hasa ilikuwaje baada ya kutoka masomoni kurudi rasmi uraiani. Mzee Abdallah, karibu. Asante jazakallahu khair. Asante. Habari za subhi? Salama. Umeamkaje nyumbani kwenu? Alhamdulillah. Labda kwa kuanzia, baada ya kutoka Iran kuja Tanzania, hasa maisha yako yalianzaje? Bismillahirrahmanirrahim. Mwaka na 78 kutoka Irani katika kumaliza masomo. Mwaka 79 tumerudi nyumbani. Na kwa kawaida tulinuia kwenda kupata elimu ya kuja kufanya tabligh. Ndio. Na alhamdulillah tulichokipata tulikuja kufanyia kazi au tunakifanyia kazi mpaka leo. Na tulipelekwa sisi na Bilali Muslimisha. Bilali inaongozwa na Makoja, yani jamii ya Kihindi. Mwenyekiti wakati ule alikuwa Fida Amiri. Ndio. Na chifu missionary alikuwa Said Akhtar Rizvi. Katibu alikuwa Muhammad Rafik Somji. Bwana fedha alikuwa Bwana Muslim. Hao wote sasa ni marhumu wamfariki. Kazi kabla kutoka tuliacha hiyo kazi ya kusomesha hapa nyuma. Ndio. Tulivyorudi ikabidi tushike nafasi hizo katika kusomesha. Mimi mmoja wapo nilikuwa na vipindi vya kusomesha mambo ya akida, tarehe, fiqhi, na wakati mwingine nilikuwa kama ni inspector kutembelea katika vituo mbalimbali ya Tanzania bara mpaka visiwani. Alhamdulillah, kazi hiyo nilifanya kwa ukamilifu kwa uwezo wangu. Ndio. Lakini kila kazi haikosi matatizo. Sadaqta. Ndio kazi. Nilikuwa navumilia matatizo. Jumla matatizo kwenda kwa miguu maili nyingi, kwa kukosa usafiri au kwa kukosa gari. Ambapo kwa kipindi hicho miundombinu ilikuwa bado haijakaa sawa. Hapana, inawezekana wakati mwingine mnakwenda pesa zikakuishia njiani, na mawasiliano ya kurudi huku nyumbani huku au kurudi ofisini ikawa magumu. Sasa inabidi utembee kwa miguu moja ni, au unaambiwa kijiji fulani kuna mashia pale, wanahitajia kupata dawa. Ndio. Sasa kutoka pale ulipo mpaka kufika katika kile kijiji pana masaa karibu 3. Hakuna gari pale mnabidi mnatembea kwa miguu. Kwa mnatumia muda mwingi sana katika safari yenu. Ndio tablighi hili. Madhumuni au namna ya tablighi ni kujituma na kuwatumikia watu. Ilikuwa tunafanya hivi. Labda tu nijaribu kufanya tawdhihi kuhusu madhumuni ya Bilali na maendeleo. Ni vitu tofauti baina ya madhumuni na maendeleo. Madhumuni ilikuwa ni kuwajulisha Waafrika neno za Ahli Baiti Rasulillah, na ikabidi lazima tuchukulie Waafrika kwenda kusomea hilo swala. Na tulivyorudi tuliwajibika katika kufanya kazi hiyo. Lakini sasa dhumuni likawa sasa si hilo tu, kwa upande mwingine katika management ikawa ni kiuchumi. Sasa kiuchumi maana yake ni
wanafanya miradi mbalimbali kupitia upande wa Bilali. Ambao miradi hiyo ilikuwa kama miradi gani? Kufungua biashara mathalan. Najua Waisia ni watu wa biashara. Ndio. Wakipitia upande wa Bilali kuchukua loni zile wanaweza. Lakini kwa bahati mbaya kiuchumi hatukushirikishwa Waafrika tuliokwenda kule katika kusomea mambo haya, wala waliokuwa hapa tunaiwafanyia tabligh. Kwa maana hiyo ni kwamba biashara walikuwa wakifanyia wao kama wao, si wao kama wao, na hili lilituathiri au limetuathiri kwa sababu muda mrefu tumeishi na wao katika masala ya kiuchumi. Tumeanguka, tumeshindwa hata kusomesha watoto wetu, ni kwa sababu hatukuwa na pesa. Na katika kipindi hicho chote mkiwa mnajishughulisha katika tabligh, nyie mlikuwa mmejikita kabisa katika kufanya tabligh, mlikuwa mkifanya biashara yote, yaani mlikuwa mnafanya tabligh kama tabligh, nyie kama nyie hamkujiajiri? Ilikuwa tunataka kufanya biashara, lakini biashara mara nyingi inahitaji msingi wa kufanya biashara. Na pesa tulizokuwa tunapata zilikuwa hazitoshelezi katika kuzigawa ziende katika chakula na biashara. Sasa ikawa labda kesho kutwa, miaka inapita na hali yazidi kutitia. Kwa hiyo tukawa tumeishi hivyo. Kwa upande mwingine nasema kwamba haikufanyika vizuri ile tablighi kwa sababu hatukuwajenga Waafrika kiuchumi. Kwa hiyo hapo kwa haraka tuseme hakukuwa na ushirikiano kati ya jamii ya Wahindi na nyie wa Afrika. Ushirikiano wetu ulikuwa mdogo wa kiakida, si namna nyingine. Unaposhirikiana naye mtu katika masala ya kumjua Mwenyezi Mungu na mtume na ahli beti na nini, ukaishia hapo, hakutokuwa tena masala ya kutafuta kwamba biashara fulani itakwenda namna gani. Hapana, ilikuwa ushirikiano wetu ni katika dini, si kibiashara, si kiuchumi. Na hapo ndio ambapo tulipokuwa tumekuwa vijana wengi wamepitia Bilali, lakini kwa bahati mbaya kiuchumi hawakuwa. Na katika kipindi hicho mnafanya tabligh, umeshakuja Tanzania, vipi katika masuala yako ya ndoa? Masala ya rudi Tanzania, wanafanya tabligh, mambo ya biashara ndo kama hivyo, muhusishi, ulikuwa unajiendesha kama ulikuwa tayari bado kijana unajitegemea mwenyewe, ama ulikuwa tayari umeshaoa au ulikuwa bado haujaoa? Mimi nilianza kuoa kabla kuondoka. Mimi nilianza kuoa mwaka na 64. Mwaka 68 nimekwenda masomoni, ili hali huku nyuma na mke. Na kipindi chote nilivyorudi nikaoa mke mwingine. Katika hicho kipindi ambacho tayari umemwacha mwanamke, umeenda kusoma, uangalizi wa ulikuwaje? Afu ni mwanafunzi. Ulikuwa ni juu ya Bilali kunisaidia katika familia, lakini pia ilishindwa. Nimpe talaka wakati niko masomoni kwa kuona labda pengine nina muadhibu. Nilivyorudi nilioa. Nilioa muda tu, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu alijalia tupata watoto. Lakini katika kipindi chote hicho ilikuwa kimaisha hayakuwa mazuri sana, kwa sababu hali ya kipesa haikuwa mzuri, na hatukupata nafasi ya kufanya kazi nyingine. Labda pengine ilikuwa kazi ya ukulima mathalan, lakini pia kazi za ukulima zinahitaji sana pesa, sisi ilikuwa hatuna. Kwa hiyo wakati wote ilikuwa sisi ni wafanyakazi wa Bilali, usiku na mchana, tembea huku na kule. Sasa suala ambalo sasa hivi ninavyozungumza,
nataka kuwaambia hawa mubalighina sasa hivi wasifanye kama tulivyofanyiwa sisi, kwa sababu wakati unakwenda mbele, ilmu inahitajiwa. Isilengwe ilmu ya sekola, ilmu ya dini peke yake, hapana. Tuwe na mchanganyiko wa ilmu. Bali Rasuli alipokuambia tafuteni ilmu mahala popote, si ilmu ya dini tu, tuwe na ilmu zote. Na huku tulikuwa sisi tumizama katika ilmu ya dini peke yake. Haya ni makosa, ni makosa kabisa. Leo tunashindwa kuendesha shughuli mbalimbali kwa sababu ya ilmu ya sokola. Kwa hiyo swala hili lilituathiri wale watu tuliokwenda kusoma kipindi hicho. Isipokuwa na waomba viongozi wa sasa hivi waibadilishe mfumo, vijana wawape ilmu ya sekola na ilmu ya dini ziende sambamba. Halafu ilmu ni kitu kinampeleka mwanadamu katika maisha mema. Sasa tunapowapangia vijana kwenda kusoma miaka minne ni midogo sana katika mambo ya kusoma. Ndiyo. Nafahamu mimi wakati nimkwenda Iraki niliwakuta wazee pale wana miaka 70, 80, 90. Sisi tulikuwa vijana wadogo miaka 20, 25, 30. Walituuliza madhumuni yenu kukaa muda gani kimasomo? Niliwaambia miaka 5, 6, ikiwezekana hata 7. Wazee walicheka sana. Hamkuwa na idadi maalum yoyote? Walicheka sana. Wakasema miaka 10 utasoma nini mwanangu? Mimi ananiambia mimi na miaka 70. Katika miaka 70 labda pengine miaka 35 hii ni kama masomoni na bado sijaelewa kwamba ninasoma nini. Leo wewe unaniambia utasoma miaka 17. Huko Afrika hakuhitajiki ilmu. Miaka 10 bado ilikuwa angalau ungepata miaka 15 au 20. Nilivyorudi kweli niligundua kwamba makosa tumefanya. Ni lazima ilmu tunavyowapeleka vijana tusiwapangie muda mdogo. Jaribu kuwapangia kama ni muda mdogo wa miaka 10. Lakini miaka 15, miaka 20 ni muda mzuri sana, kijana anarudi ametabakari katika ilmu. Okay, umezungumzia kwamba vijana kwamba kutaka kusoma elimu ya dini na sekula kwamba iko vizuri. Na huyu, hebu tuzungumzie kwamba huyu ambaye amesoma elimu ya dini tu na yule ambaye amesoma elimu ya dini na sekula, ni inakuwaje hapo? Yule anayefahamu ilmu ya dini na sekula anakuwa wai, maana yake anakuwa mafuhumu yake mazuri zaidi. Hakuna kinachomshinda katika kuweka sawasawa maisha yake. Ndio. Anao uwezo wa kujiandaa kibiashara mathalan, kuliko huyu atakayesoma dini peke yake. Masala ya kibiashara yatamshinda kwa sababu hakusomea biashara, hana uzoefu, hana elimu hiyo. Na hakuna kitu kinachokwenda bila kusomea, itakuwa ni upuzi. Na mara nyingi tunaona watu hawakusoma ndio wale watu wameanguka katika maisha. Sasa tunapozungumzia usomaji kama ni dini peke yake, Mtume hakuagiza kwamba somwe dini peke yake. Mtume ameagiza kwamba muishi duniani kama hamufi. Maana yake ni kila jambo mulijue. Leo tunakuwa vijana wengi itakuwa wanasoma dini peke yake, hawajui mambo mengine, bado hawajajua kusoma. Kwa hiyo tunahitajika sana tuwe wasomaji wa mambo yote. Na sisi katika kurudi alhamdulillah tulijaribu kushirikiana na watu, au tunashirikiana mpaka leo na watu mbalimbali. Matatizo yanatukuta mbalimbali tunastahimilia. Lakini nataka kuambia tu kwamba kazi ya tablighi ni kazi ngumu, kwa sababu mara nyingi hakuna mtu anayekulipa sana, isipokuwa unahitajika wewe mwenyewe binafsi ujitolee ndio iende hiyo tablighi. Sasa vijana wa sasa hivi ukiwaambia swala hilo la kujitolea mara kwa mara, anakuambia kupita na wakati.
Umezungumzia baada ya kurudi tukaongelea kwamba kuna changamoto mlikumbana nazo, hamkushirikishwa katika masala ya biashara. Tuje katika historia ya Bilal. Yes, historia ya Bilal. Muasisi wake alikuwa ni nani? Ilikuwa inaongoza kwa kipindi hicho ambacho ulikuwepo. Ilikuwaje? Katika historia ya Bilali kulikuwa kuna mvutano kidogo baina yetu sisi na watu wa Bilali. Mara kwa mara ilikuwa tunawaona kama wanatunyonya, ambao ni wa Afrika na wao ambao ni jamii ya Wahindi. Tulikuwa na watu wanatunyonya, na sababu tulikuwa kama hivyo, tunahitaji mambo makubwa. Mtu ataka nyumba, haupati nyumba. Bahati nzuri tunafahamu katika mwaka na 85 au 86 nilikwenda Ulaya katika mikutano mbalimbali. Nilifanya propaganda kule, tukapata mfadhili kutujengea majumba. Najengea nyumba pale Chang'ombe, wale kabati kupata walipata, wasiopafika wakupata, lakini hazikuwa nyumba zilikuwa kama kota, nyumba vidogo vidogo. Ni kuonyesha wale waliotujengea wautangazie ulimwengu, na sisi tunafanya mema kwa vijumba kama hivi. Sasa mimi mwenyewe sikupata hiyo nyumba, na sikupiga kelele sana, kwa sababu niliona ni mchezo ambao unataka kuchezwa yangu au nisaidie. Niliendelea na tablighi nikitoka Dar es Salaam kwenda Kigoma, Rwanda, Burundi, Kongo. Mwaka na 90 nikahamia Msumbiji katika Jamhuri ya Mozambiki, katika mkoa wa Nampula. Nikaanzisha kule hauza muasasa Ahli Bait. Ambapo ulianzisha wewe mwenyewe? Nilianzisha mimi mwenyewe. Nilipelekwa na Makoja, lakini katika kufika niliona kwamba ninafanya makosa. Nisije nikayafanya makosa nimeyafanya Tanzania. Pale nikaamua kufanya propaganda kwa upande wangu binafsi, kuitengeneza organization muasasa Ahli Bait. Nikahamia Maputo, kutoka Nampula mpaka Maputo kwa ndege hizi kubwa masaa mawili. Nikaenda kule miaka miwili nikafanya propaganda, nikapata register nikiwa mimi kama representative mwenyekiti wa taasisi hiyo. Alhamdulillah, ilikwenda vizuri. Hata Makoja kitendo hiki kiliwakera. Kwa nini nianzishe taasisi nyingine? Kwa sababu nilikosa uhuru wa kufanya kazi katika Mozambiki ambao niliukosa Tanzania. Uhuru wa kufanya kazi vipi? Unapohitajia kupanga mambo fulani inabidi lazima uchukue ruhusa kutoka ofisini, na ofisi imekuwekea mipangilio na mipaka, hapa usifikie huku. Nikaona kitendo hiki kimenikera sana, sababu elimu yangu ni elimu ya kujitanua katika kupanga na kupangua. Nikaona Mozambiki hapana, isiwe hivi. Tukaingia katika mzozo na wakubwa wa jamati wa Msumbiji, wakinilaumu wasema kwamba ukuja wewe kufanya mambo ya taasisi huku, unakuja huku unaingia mambo ya tablighi tu ya nje, wewe kupata ruhusa hiyo, kwa hiyo wewe ni mgeni. Lakini nilishinda, sababu mimi ni Mwafrika na Mozambiki ni Waafrika, tunazungumza lugha, tunakubaliana lugha ya Kiswahili, lugha za kienyeji zile, lugha za Kireno, na mimi nazungumza. Nikapata nafasi nzuri, ukafanikiwa. Nikafanikiwa, nikaianzisha muasasa Ahli Bait of Mozambique. Hata jamaa zangu huku wa Kiafrika wakastapoti, nikawaleta kule walimu, na hata hivi leo bado wangalipo kule, baadhi ya watoto wangu wanaendesha hizo taasisi. Na ilikuwa inaitwa jina gani hiyo hauza kwamba ulikuwa umeanzisha hiyo taasisi? Taasisi yako ilikuwa jina gani? Muasasa Ahli Bait of Mozambique. Na ilidumu mpaka sasa hivi ipo? Mpaka sasa hivi? Mpaka sasa hivi ipo. Na kwa kipindi hicho, hebu tuambie muasisi alikuwa ni nani wa Bilal? Muasisi
katika muasisi wa Bilali. Kiongozi wao ulikuwa ni nani katika kipindi hiko? Mwenyekiti nilikuwa mimi. Katibu wangu alikuwa Ahmad Salvador. Bwana fedha alikuwa Jose, kwa sababu Mozambiki unaweza kukuta jina la Kikristo lakini ni Muislamu. Kwa sababu kuna kanuni kule Mreno aliweka kwamba mtoto akizaliwa hospitali lazima atapewa jina la Kikristo japo akiwa Muislamu. Basi ikawa alhamdulillah, baadaye nilipokuwa naanza kutoka baada ya miaka 9 au miaka 10 ndio kukaa kule, nikamtafuta kijana wangu alikwenda kusoma Irani, akarudia Pakistani, nikamuita, nikampa wenyekiti na shekhe mkuu, mpaka leo bado yupo na taasisi bado ipo inaendelea. Katika kipindi chako cha tabligh, ni tukio gani ambalo kubwa unalikumbuka ambalo hutaka ulisahau bila kujali madhehebu, mpaka sasa hivi unalikumbuka? Nini lepi hilo? Jambo liwe lilikuhuzunisha sana, ilikufurahisha sana, na ambalo hutaka ulisahau katika kipindi chako cha tabligh. Kipindi cha tabligh nafikiri, yani katika kipindi chako cha tabligh watu unafanya ni jambo gani hutaka kuja kulisahau ambalo lilikutokea katika kipindi hicho mpaka sasa hivi unaweza kulikumbuka kwa furahi sana au kwa huzunika pia sana? Kipindi nilichokuwa katika hali ya tabligh, mambo ambayo ilikuwa kwanza nayapenda sana ni kufanya muhadhara. Hii ilinisaidia katika kujuana na watu wengi. Halafu nilifanikisha sana katika kukaa Mozambiki kujua lugha ya Kireno, kwa sababu nilipata nafasi nzuri ya kuweza kufanya muhadhara na vijana wale ambao wa Kireno ambao hawajui Kiswahili. Hii ilinisaidia mpaka Swazi, nilikuwa naenda mpaka South Africa, nilikuwa naenda tunafanya muhadhara mbalimbali. Alhamdulillah. Kipindi cha baada ya miaka 10 ilibidi lazima nirudi Tanzania, na Bilali wakasema kwamba tafadhali rudi, kwa sababu sasa wakubwa wengi sasa wanastaafu kazi, na uje ushike nafasi za kuenda sehemu mbalimbali kama inspector, na utusaidie kazi. Nikaona vizuri, na watoto wakati ule ilikuwa elimu Mozambiki kidogo iliteremka, ikabidi nirudi kuja kusomesha watoto. Ikabidi nirudi tena Bilali, kuja kuanza tena kazi Bilali, kushirikiana na Bilali katika hali hivyo ngumu. Lakini wakati huo napata wanafunzi kutoka Msumbiji na waleta Bilali, na nikiwatoa Bilali na wapeleka Irani. Ilikuwa nafanya mchezo. Na tunavyofahamu huwa baadhi ya watu wengi ambao ni mashia huwa wameingia wakiwa katika wameingia wakiwa ukubwani, asili yao hawajatokea yani kuzaliwa katika chimbuka la ushia. Kwa upande wako ilikuwaje? Ndio hivyo. Ni kweli, kwa sababu kipindi cha miaka 40-30 hivi ukimwona shia ana miaka 30 basi hakuupata utotoni, huyu ameupata ukubwani. Na upande wangu mimi niliupata ushia katika masomo wakati tuko Temeke. Ndio. Alikuwa shekhe mmoja ambaye ndiye alikuwa wa kwanza sana, Sheikh Muhammad Ali Ngogabure, alikuwa na shule yake pale Thakalaini hapa Charambe. Huyo alikuwa ni kama ni shekhe wetu, na nilivyorudi masomoni nilimwoa mwanawe. Alhamdulillah, nao watoto kama kina Mudi ambayo sasa hivi Mudi ambaye ni mke wangapi huyo? Mudi ameoa Kigogo pale vile. Ambaye ni mke wangapi? Mimi kwa yeye nimpata watoto 4, na Mudi sasa hivi mpata watoto. Mke wa pili wangapi hivi sasa? Huyo mwanamke ambaye ulimwoa kutoka kwake, kwa hiyo mtu alikuwa ni mke wangapi kwa wewe? Kwangu mimi watoto 4. Mke alikuwa wangapi? Ni mke wa pili. Baada yule wa kwanza niliomwacha, nilivyorudi ndio nikamwoa huyo wa kwanza. Halafu shay nikaoa mke mwingine watatu, wa pili. Halafu nikaoa mke mwingine watatu. Sasa nikawa nimepanga wake wawili watakaa Dar es Salaam, mke mmoja akae Lindi, kwa sababu mimi mzaliwa wa Lindi, ili nipate nafasi na kwa kwenda kule nifanye tabligh.
Okay. Na kama ulivyouliza kwamba kwa nini ilikuwa watu wengi ambao wa Tanzania kupata ushia ukubwa utotoni, ndio walipata ukubwani, ni kweli. Watanzania wengi wana tabia ya kutafuta kujua. Hii katika experience nimeona kwamba Watanzania wengi wanataka kujua, na tunafanya makosa mashekhe tunaposoma au kusomesha darasa zetu. Watu wanapotaka kuuliza tukawaminya, tukashindwa kuwajibu, ni makosa. Mashia limetusaidia suala la kuuliza vijana, ile fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, imesaidia sana. Na ambapo kwa upande wa masuni hii kitu ni kigumu sana. Kumhoji shekhe kwa masuni inakuwa kama ni kitusi, lakini kwa mashia mahojiano wanaruhusu. Nilikuta kule Irani au katika masomo yetu, masomo ya khariji yanaposomeshwa, msomeshaji yeye analinda heshima yake ya marji. Wanayesoma wanafika umri ya miaka 70, 80, wanataka nafasi ile waipate. Sasa panachukua kiasi cha masaa mawili, msomeshaji anasomesha habari moja. Baada ya kuacha inachukua masaa mawili katika kuhoji wale watu wa chini, na anafanya kila jitihadi ili heshima yake pale isivunjike, na huyu anafanya jitihadi ili akae pale. Kwa hiyo limesaidia sana hili. Nimeliona mimi Dar es Salaam au Tanzania, tukifanya hivi tutakuwa tunapata mashia wengi, na tumepata mashia kwa sababu hiyo. Tunapofanya hitaba zetu tunakaa kiasi ya dakika 10, tunatoa ruhusa wa kuuliza maswali. Wenye maswali jamaa, wenye maswali kama hiyo. Umezungumzia, lakini bado haujaniambia wewe kama wewe asili yako ilichumbuka katika ushia, ulizaliwa ndani ya ushia ama uliingia ukubwani? Mimi niliingia ukubwani. Ushia niliingia ukubwani ikiwa na miaka kama 30. Na hii nililetea baada ya mmoja katika maulamaa wa kishia, Said Akhtar, alivyokuwa anakuja Temeke katika darasa zetu kuhojiana naye. Sisi tulimuona kwamba ni sharifu, ni mtu mkubwa, ikawa tunaogopa kumhoji. Lakini alituwekea uwanja wazi kabisa kwamba tafadhalini, darasa zangu mimi ninaposomesha zote ziwe na hoja. Naam, amispendi. Ikawa hii imetupatia fursa nzuri sana. Tukawa vijana pale kiasi cha 10 au 15, wakati mmoja tumekashaiwa ukubwani. Na hiyo mpaka sasa hivi inatusaidia sana kwamba tukiwa ukubwani na kutoa uwanja wa maswali tunafaidika sana. Jambo ambalo nasikitika nalo katika Tanzania kwa upande wa wanawake, kwa upande wa kina mama wamekuwa wagumu sana. Sijui kwa kuwa hawana mazoea yale ya kidini, na nafahamu hili limetokana na mashekhe wenyewe, kwa sababu siku za nyuma tunakwenda katika ziara mbalimbali, twaenda kina baba, kina mama wako nyuma. Hata vyuo vyetu tulivyosoma vya Qur'ani, upande wa wanawake havikuhimizwa sana kwenda juu ukilinganisha na upande wa wanaume. Lakini ni hasara inapatikana, ni kwa sababu watu dhakii sana na ni watu wanaomuhimu sana katika dini. Leo ndio utaona alhamdulillah, afadhali sasa hivi tumeanza kazi za ushia hizi katika kutangaza mambo ya tablighi ahli baiti. Tunajaribu kupata vijana wasichana wa kike, na huu mpangilio unasaidia, lakini ulizorota sana mpango. Tunaposikia neno Bilal, Bilali lina maana gani? Nini maana hasa Bilal? Asante. Bilali ni moja ya majina ya maswahaba wa Mtume, Mwafrika kutoka Habeshi, kutoka sehemu za Ethiopia. Ilikuwa anaitwa Bilal bin Rabahi. Huyu wakati wa Mtume alikuwa ni waziri wa habari. Kwa upumbavu wa Waarabu walikuwa wanamsosolika kumuona kwa sababu Mwafrika mweusi, yani hana hadhi. Lakini kwa upande wa Mwenyezi Mungu, huyu alikuwa na hadhi kubwa sana kuliko wale Waarabu.
Dalili ni hivi, Bilali ilikuwa akiadhini, basi hata mtu alikuwa kilomita 2, 3, 4, 5 huwa kama anaadhiniwa sikioni. Pale akawa ni waziri wa habari katika wakati wa Kiislamu kwa mtume ni Bilali. Akapata cheo kikubwa sana. Lakini pamoja na hivyo Waarabu pia hawakusita katika kumfanya kwamba sio wa maana, kwa sababu baada ya kufa mtume ikawa Bilali tena hawakumbuki tena, kwa sababu Mwafrika. Sasa kwa wale watu wenye hibra, wana historia, wakaona kwamba hili jina tulitumie katika kufanya tablighi ya Uislamu, hususa kwa upande wa Waafrika. Tuite jina hili liwe Bilal Muslim Mission. Yani kikundi kitakachoshughulika kwa upande wa Afrika kutangaza Uislamu. Na kama tunavyotazama, tunavyojua katika historia, Uislamu kwanza ulianza kutangazwa Afrika. Wakati ule Rasuli aliwaambia masahaba kina Jaafar kwamba wende Afrika, kabla hawajakwenda Madina, hawajakwenda popote. Walianza Afrika. Waliambiwa wende Afrika, wakaenda Afrika, Ethiopia. Kwa hiyo Uislamu na Afrika ni kitu ambacho nekta kabisa. Ni kwao Uislamu, kurudi Afrika ni kwao. Na kulitumia jina la Bilali ilikuwa ni mahala pake, lakini lilivyotumika jina la Bilali na matokeo yake ilikuwa ni tofauti. Sasa Bilali kwa upande wa waliolitumia jina hili, wamelitumia kwa manufaa ya maslaha shakhsia, kwa sababu ni Mwafrika, tumfanye kama huyu ni punda mchukua mizigo. Yani tuwafanye hao Waafrika wakikubali huu Uislamu kwa jina la Bilali, basi manufaa yetu sisi ya maisha yapitie kwao, lakini sio kuwaweka hao Waafrika wenye Bilali wainuke kiilmu, kiuchumi. Haikuwa hivyo. Na ushahidi tunapata tangu siku hizo tumeanza Bilali mpaka leo, hakuna Mwafrika yoyote yule aliyekuwa na nyumba akasema hii ameipata kutokana na upandilio wa Bilali. Kwa upande mwingine, mimi nimekwenda katika mikutano mbalimbali ya taarifa kupitia Bilali, kama vile kwenda Nigeria, kwenda Sierra Leone, kwenda Senegali, kwenda Ulaya kama mara 2 katika mikutano. Sasa ilikuwa ni mtu wa karibu sana nionekane kwamba ni fulani, lakini nilishindwa hata kupata baskeli ya kutembelea. Sasa inaonyesha ni kwamba bado kulikuwa na kalaba ndani ya Bilali. Hatuwezi kusema kwamba hao wote wakubwa walikuwa hawana kitu, hapana, kwa sababu walikuwa na magari, wana makampuni. Kwa nini washinde kunipa mimi baskeli ya kutembelea au nyumba ya kukaa? Unaposema kwamba Bilali imeanzishwa lakini ilifikia mahala watu mkao hamna nyumba, kama ulivyosema ulikuwa pia hauna baiskeli. Kwa hiyo Bilali ilikuwa kuna mambo ambayo aliyapanga, labda watasaidia kutoa nyumba hivi, lakini baadaye kwa kinyume. Unachomaanisha? Bilali baada ya kwenda misafara yao na kukutana na wafadhili na kuniuliza matatizo, moja niliwaambia kwamba mashekhi wa Bilali au wafanyakazi wa Bilali hawana mahali pa kukaa. Wakajitolea wale kwamba watajenga nyumba. Kukawa na kikao kikubwa sana mjini Dar es Salaam. Mimi nikahutubia kile kikao, nikawaambia kutoa ni moyo, si utajiri. Lakini pamoja na hivyo huwezi kutoa kama mtu huna kitu. Ndiyo. Sasa mliokuwa na kitu changieni ile swala. Nikakubalika. Lakini la ajabu ni kwamba kazi yote niliyofanya kuanzia Ulaya mpaka kufikia Afrika hapa na kuingia Dar es Salaam na nyumba hizo kujengwa, mimi sikupewa. Lakini sababu nazifahamu. Ni mtu ambaye ilikuwa si wakubali wakubwa wanavyotaka kila mara. Ilikuwa mimi na wapinga. Kiambia hivi naambia hivi haiwezekani. Hivi haiwezekani. Sasa moja alikuwa anawaambia kwamba hizi nyumba mahala hapa palipojengwa sipo. Mimi nilitafuta uwanja Tazara, kule Tazara, Radio Tanzania kule.
kulikuwa na nafasi kubwa, kungekaa majumba mazuri, kungekaa kiwanja cha mpira, kungekaa na shule. Wakubwa hawakutaka, kule wanaona polini, wakaweka nyumba hapa hapa katika barabara kuu hapa katika kona ya Chang'ombe polisi hapa, ili iwe kama vitundu vya chiriku, anavyopita mgeni aonyeshwe kwamba nyumba za Bilali ndio hizi, zikawekwa pale nyumba. Sasa wale watoto waliokuwa wanakaa pale, ilikuwa ni hatari sana kukiuka barabara kwa sababu ziko katika main road, na ikaonekana kwamba mimi ndio mhokohoko, maana yake nayo sumbua wakaninyima nyumba. Lakini sikujali, maadama kwamba Waafrika wamepata, nikafurahia. Na nyumba zilikuwa ni za aina gani ambazo zilijengwa? Zilikuwa zile nyumba nafikiri kama 12 kwa 24, nafikiri hizo nyumba hizi. Na walipata watu wa Bilali ambao wanafanya kazi pale, na baadhi ya walimu. Nafikiri ilikuwa hivyo. Katika kuundwa Bilali hakukuruhusiwa katika kuiunda ile Bilali, neno lenye Bilali baada ya kukubaliana, sinataka ifanyiwe register ndio au wachaguliwe mamemba, haikuruhusiwa wakati ule kwamba Mwafrika aingie. Kikao cha kwanza katika kuitengeneza Bilali kilikuwa Tanga, na walikutana ndugu zetu Makoja pale, kukawa mzozo baina yao. Baadhi ya Makoja wakasema kwamba hao Waafrika wakiwa Mashia watawaoa watoto zetu. Ilikuwa mzozo ni kwamba Mwafrika atakapokuwa Shia ataoa mtoto wa Kikoja, na mtoto wa Kikoja kuolewa na Mwafrika kawa kwao ni haramu. Wale walietaka Bilali kutaka kuwapinda nguvu hao wanezungumza hivi, wakawaambia hapana, ni itakuwa bora zaidi kukuolea mwanao yule mfuasi wa Ahli Bait kuliko kumwoa Baniani. Kukawa hivi, lakini wale waliotengeneza Bilali wakafaulu, wakatengeneza Bilali. Lakini kwa Mwafrika hakuruhusiwa mmoja katika sisi kushiriki katika kile kikao. Hapo katika ulikuwa na nafasi gani katika kipindi hicho? Nafasi yako ilikuwaje? Ilikuwa pembeni kabisa. Tumekuja kutangaziwa tu kwamba Bilali ndio hii, tukaipokea mikono miwili, na madhumuni yake ni haya, tukaingia mikono miwili. Lakini wakati tukiingia tukawa na fikira mzuri sana, tukasema kwamba sisi huenda tutakuwa ni washiriki wazuri sana, ni wenyeji na wenyewe. Lakini matokeo yake ikawa sisi ni wafanyakazi tu, si namna yoyote. Kwa hamkupa kipaumbele zaidi kwa kujishughulisha na mambo zaidi hapo hakuna. Zaidi hapo hakuna. Labda pengine kama mtu aliambuliwa kwenda hija, kuliwa na mtu katika hao matajiri, wewe bwana twende hija, kuvuta mimi kwenda hija kurudi basi. Lakini si kama kwamba ulikuwa na pesa yako mwenyewe uende hija, hapana. Ilikuwa ni watu ambao hatuna uwezo wa kufanya lolote. Ambapo ni rasmi ilianza kufanya kazi zake mwaka gani rasmi Bilali? Unajua hali ilivyokawa wakati ule, na sisi tulikuwa makundi mawili. Kulikuwa na kundi moja nililigundua mimi kwamba inawatetea sana wao kuliko kwa laumu. Wakaona kwamba kile kwa laumu huenda pengine wasakuja funga Bilali, basi bora tuwatetee. Ambalo kundi hilo ni lipi? Kwa mfano katika swala la majumba wasema, mimi si niwatafutia majumba kae. Sasa wanaponinyima mimi nyumba, na mimi ndio niliokuwa nimetafuta hizo nyumba, uone kwamba pana katesi hapa. Sasa nikiwaambia kwa nini mnaninyima nyumba, sisi tutakwenda mahakamani. Sasa na baada ya kunyimwa nyumba, watu gani ambao ulichukua wewe kama wewe? Sasa ilikuwa ni kwamba wale kubali wale ikawa kama ni maspai wao. Kulikuwa makundi mawili pale. Tulikuwa kundi ambao ni askari wa security wa Bilali kwa upande wa Afrika, na kundi wa wafanyakazi, lakini tulikuwa katika kundi hilo moja, lakini mimi niliwatambua. Sasa kulikuwa kasase moja pale, wakati tumerudi ndani ya madarasa zetu zilikuwa hali ya joto kali, ukafungwa feni
Feni zile mimi ndio nilifunga, nilimtafuta mtu akaja akafunga. Kitendo hiki wakubwa wa Bilali kiliwakera sana. Kwa nini nimefunga mimi? Wakataka hiyo mpaka hiyo feni itolewe, iwekwe katika kamati, halafu ije ifungwe tena. Mimi niliwakatalia, niliwaambia kwamba ni marufuku kuja kushika feni hizi kwa sababu sio zenu. Na hapa nilipofunga hapa, ninapokaa hapa, ni pangu mimi ninapofanyia kazi. Sikufunga nyumbani kwenu. Tunavyojua kwamba nyumba zinavyokuwa labda zinajengwa kwa ajili ya watu maalum kama nyinyi ambao mnahusika mambo ya tablighi. Wao kuna karibu labda na hauza ile wanapokaa pale rahisi kwenda katika hizo hauza. Je, ni kwa nini hiyo manyumba zile zilikuwa katika maeneo pale Temeke Chang'ombe? Kwa nini ilikuwa pale na system nyingine? Tulikuwa tu ndio haya ndio nakuambia kwamba kuligawanyika mafungu mawili. Fungu la kwanza lilisema kwamba nyumba hizi kila mmoja ajengewe kwake. Kwa mfano marhumu Bwana Dhakiri Kiondo, yeye ni mtu wa Lushoto. Alitaka nyumba hizi kila mmoja akajenge nyumbani kwake. Atakayepewa hii nyumba. Mwingine akajengee Tanga, mwingine Lindi, wengine wakasema hapana. Nyumba hizi tuanze mji mzuri hapa Dar es Salaam ujulikane kwamba ni mji wa Mashia. Wazee wakasema pamoja na hivyo lakini lazima mahala pa kujenga tuchague sisi wakubwa wa Bilali. Tukafeli sisi hayo yote, wakachagua wakubwa wa Bilali kutengeneza nyumba Chang'ombe. Sasa nikafahamu kwamba nyumba hizi si zetu sisi, ni za wakubwa. Na ni kweli kipindi kilichofikia wakati wake zikauzwa zile nyumba, ndani yake mna watu, zikaja zikavunjwa, ndani mna watu, kukawa madai makubwa sana serikalini, mahakamani. Lau kama ingekuwa nyumba zile ni zetu sisi au za Waafrika, kwa nini zivunjwe? Kwa sababu haikujulikana mpaka leo ni ipi mpaka nyumba zikavunjwa. Zimevunjwa zile nyumba, nasikia vile viwanja mtukua Haji Swahibu amejenga pale. Na Haji Swahibu kwa sababu mkoja. Kwa nini Haji Swahibu mimi namfahamu mwanzo kabla hajaanza zile kazi na ameanza Wipas aje anunue pale wakati nafasi kubwa sana ndipo? Ni kwa sababu wa kuadhalilisha Waafrika. Nafasi kubwa kuanzia pale polisi Chang'ombe pale mpaka kufikia wale siju, nafasi zipo mpaka sasa hivi watu wanajenga magorofa. Kwa nini Haji Swahibu asijenge? Ana mate lazima zinunuliwe nyumba zile na zikauzwa. Sasa ndio nilipofahamu kwamba nyumba zile sisi hazituhusu. Tulikuwa kama wapangaji au waliokaa walikuwa kama wapangaji. Kwa hiyo moja wapo ambao mimi ilikuwa asipatani nao wakubwa wa Bilali kwa tofauti kama hizo. Na walivyoamua mimi niende Msumbiji, yakatokea matatizo, wakanitangazia kwamba kule Msumbiji mimi si shekhe, ninafanya kazi ya uganga, naandika kombe. Kukatoka ujumbe mwenyekiti wa Bilali Fida Amiri na Ali Sharifu David kutoka Arusha wanifuate Maputo waje watazame shughuli zangu. Kweli walifika Maputo jioni katika hii Swazi Airline, wakapokelewa na ubalozi wa Irani ulioko Maputo. Wakauliza, wakasema kweli Sheikh Abdallah Seif tunaye hapa, tunamjua. Anafanya shughuli gani? Yeye anafanya kazi ya tablighi. Mbona tunasikia hapa mganga sasa huko nyumbani kwake sisi hatujui. Lakini tunaona ulifahamu sisi Abdallah Seif anafanya tablighi na makaratasi yake haya ya kusajili chombo ni haya. Saa 11:30 na wana wageni wanakuja. Ukitazama Fida Amiri na Ali Sharifu. Habari za Dar es Salaam, vipi? Tumekuja kukutazama, vipi hali zako, unaendeleaje? Kumbe kuna wameshazozana huku. Kwamba Abdallah Seif yuko Msumbiji, hayupo tena na Mpula. Yuko Maputo, ni kazi yake mganga. Katika gorofa ya 5 ndio kwenye ofisi yake. Ni kweli ilikuwa katika gorofa ya 5 Bandora ndio ilikuwa ndio nyumba ninapolala. Msumbiji. Ambapo ulikuwa unafanya tablighi. Nafanya tablighi. Ndio wakati ule ninasajili muasasa Ahli Bait. Ambapo sababu hasa ile kufanya ukatoka huku kaenda kule? Kwa sababu ilikuwa Nampula ni mkoa. Na unapotaka kuregister lazima uende makao makuu ya mchi Maputo. Halafu utoe vielelezo vyako pale, vikubaliwe na serikali kuu. Halafu ndio usajiliwe kutoka. Lakini tunavyojua kwamba chombo chochote
Nasema kina msimamizi wake na kuna utetezi. Mambo yote yametokea, kadhia ya nyumba. Hakukuwa na mtoto labda wa kuwasimamia kama nyinyi mkapata hiyo. Usimamia huku katika zile nyumba. Katika watoto wangu au kaka yangu wote ambao mlikabidhiwa zile nyumba, kwa nini akaja labda Haji Swahibu akanunua? Nikwambia hivi, palikuwa na makundi mawili. Kundi moja lilikuwa linastapoti serikali ya ambao walikuwa ni Waafrika au walikuwa ni jamii wa Wahindi. Katika sisi msiko kuna makundi mawili. Kule kukosa nyumba ilikuwa ni aula kwa kundi hili. Kwa hiyo hatatokea mtu yoyote wa pembeni wangu mimi aje adai hapa atazimwa huku. Na mimi nikawaambia kwamba acheni hiyo. Tusije tukaingiliana katika mambo mengine tukashikana mkononi. Na nyumba hizo zilikaa kwa muda gani mpaka zikaje zikabomolewa? Tangu mbomolewa mpaka hivi sasa? Mpaka tengezi zimejengwa mpaka zikabomolewa, zilidumu kwa muda gani? Walikaa karibu miaka 15. Karibu miaka 15. Au miaka 20. Ni karibu miaka 20 pale ilikuwepo pale Zimikaba. Na aliyofanya chokochoko pale ni Haji Swahibu, alinunua pale maeneo yale kwa kutaka kujenga nyumba nyingine. Ndio hapo mtoto wa Ahmad Sharifu alivyokuja akauza vitu vyote na majumba hayo akauza. Kwa hiyo hali ndio ikawa hivyo. Nilipofika Maputo nikatengeneza hiko chombo kikakubalika. Wale wazee walipofika, Ali Sharifu akaniambia, kumbe kule Dar es Salaam tumesikia wewe huku mganga kama ya Haya Huseni, unafanya kazi yako kutibabu watu na kufanya kambi ya kazi unazofanya ni hivi. Sasa unasemaje? Nikasema si mimi sitoki hapa Msumbiji mpaka ikamilike hii kazi. Na ni kweli kazi ile ilichukua muda miaka 2 pale Maputo, nikamaliza, nikarudi na Mpula katika mkoa ambao nilianzia kazi ile, nikaanza kuweka madarisi na hauza, ikawa zinaendelea mpaka leo. Na hakukuwa na taasisi nyingine ambazo zilikuwa zifanya kazi pale Nampula. Kiasi kipindi hicho baada ya kurudi pale Nampula pia kukawa na mzozo. Makoja hawakukubaliana na mimi kwa sababu sikuchukua ruhusa kutoka kwao, na mimi nimeletwa katika kibali yao wao. Kwa nini nianzishe chombo kiwe dhidi yao wao? Sasa tatizo lilikuwa hapa. Kama nyinyi kweli mnasema kwamba mimi nimefanya forgery, nendeni Maputo makao makuu mkaulize. Na tangu unatoka Tanzania Maputo, nani ambaye alikuwa nyuma yako, yani alishirikiana na wewe mpaka ukatoka huko kaenda kule? Nilikuwa na vijana wangu pale. Nilikuwa na vijana wangu pale. Tunawasiliana mara kwa mara. Pale Nampula pale. Kwa sababu kutoka Nampula mpaka Maputo ni mbali. Karibu kwa ndege ni mbali zaidi kuliko Dar es Salaam. Lakini ilikuwa tunakwenda vizuri sana. Ilikuwa na wajumbe huku na huku, na tunafanya kazi ikamalizika vizuri sana. Na nilivyorudi Makoja walininyang'anya nyumba yao. Ambapo ilikuwa nyumba yao ni maeneo gani? Walionipa ile wakaninyang'anya, wakaniambia tukatia msaada wote kila kitu, lakini ilikawa ndio kheri kwa sababu nilipata nyumba nzuri zaidi, nikapata manufaa zaidi, nikapata nyumba nzuri zaidi. Halafu habari zile zikavuja zikamfika Ayatullah Samahat al-Allama Khui Abul Qasim Khui Iraki kwamba Abdalla Sefu Makoja wamenyanyasa, wamenyang'anya nyumba, wamemfukuza. Wakaambiwa kwamba Abdalla Sefu certificate aliyechukua ya uimamu kutoka Iraki, sie kutoka kwa Makoja. Kwa hiyo Koja yote hana haki, na alitumwa Sheikh Abdullah Nasiri kuja Dar es Salaam kuja kutoa habari hizo. Habari zilimfika Sheikh Abdullah Nasiri Mombasa. Sheikh Abdullah Nasiri akafika Dar es Salaam kuwakusanya Makoja kuwaambia habari hizo. Ikawa Makoja hawakuwa na hadhi tena, ikawa kazi ile inaendelea na mimi. Nikanusurika hiyo. Hali ikawa hivi. Sasa vipi TAC ilikuja? Wakati ilikuwa ni Bilali pale. Baada ya kukaa muda, sisi watu wa Bilali tukadai kuidai Bilali kwamba sisi ni wafanyakazi au wahusika wa Bilali. Majibu tuliyopata tukajua kwamba sisi hatuhusiki chochote Bilali. Kwa hiyo ni lazima kitengenezwe chombo kitakachoshughulika na mambo ya Waafrika direct, moja kwa moja, bila kupitia Bilali. Ikawa fikira zimekuja kusanya vijana kutengeneza Tanganyika Tanzania Shia National Community, ndio TIC.
Inaanzishwa TAC na mimi natolewa pale Mkuku, ndio nakwenda Msumbiji, naanzisha muasasa Ahli Bait. Sasa ilikuwa vuta ni kuvute, huku wenzangu wanaendelea TAC, mimi naendelea na muasasa Ahli Bait, na vyote tulifaulu. Kwa hiyo TAC wakubwa wa Bilali walifanya mpaka wakatoa hongo katika vyombo vya usajili kwamba isajiliwe, lakini alhamdulillah ilisajiliwa TAC mpaka leo bado ipo. Ni chombo ambacho cha Waafrika moja kwa moja. Na nani alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha paka TAC inasimama wakati huo? Alikuwa Mzee Zakiri Kiondo, alikuwa Bwana Mahanaka, alikuwa bwana ambao walikuwa na watu ambao wanajihusisha na nini, wakina Zakiri Kiondo walikuwa ni watu wenye wadhifa gani kipindi hicho? Hawa ndio walikuwa ndio wakubwa wa Bilali wakati huo, na ilikuwa Bilali. Sasa pana mvurugano, manake mshafahamika Bilali kwamba Waafrika wanataka kujikomboa. Ikawa sasa maelewano na Waafrika si mazuri, na wakasema Waafrika potelea mbali, lakini lazima tusajili chombo, na kweli ikafaidika hivi. Ulizungumzia kwamba Bilali ilikuwa ni hamkuwa ni na mahusiano mazuri na wao mpaka mkataka muonde chombo cha kuwatetea nyie. Na umesema kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao walikuwa katika Bilali wakaja tena kuwasaidia nyie katika TAC. Walikuwa wanatoa jamii gani hao? Unajua kweli ikidhihiri uongo hujitenga. Hawa tuliweka wafanya maadui walikuja wakafahamu kwamba mchezo wanaocheza si mzuri. Ikabidi washirikiane sasa na sisi kutengeneza hicho chombo, tukafaulu hivi. Lakini walifanya kila jitihada, kila tunachofanya kuwaambia wale, leo kumefanyika hiki, leo kumefanyika hiki, mpaka wakaenda BAKWATA wakaandika barua kwamba sisi tusisajiliwe kule. Lakini BAKWATA huko ndio tulikuwa pata usajili sisi, kwenda makao makuu ya kusajili, tukawa tulipata nafasi ya kusajili. Je, ugumu ulikuwaje mpaka mkaenda BAKWATA? Ushirikiano ulikuwaje kwa vipi kati ya BAKWATA na nyie kwa nyie pamoja? BAKWATA wale ni chombo cha serikali. Na huwezi kusajili chombo cha kidini mpaka upitie kwao. Na Kojas National Community ina believe kuhusu BAKWATA, na ina uwezo kuwafanya BAKWATA wafanye au wasifanye. Na ikatoa kiasi, tunasikia kiasi cha milioni 1 au 20 ili TAC isajiliwe. Lakini bahati nzuri ikakuta kwamba tayari BAKWATA imeshatoa ruhusa na barua imeshakwenda katika vyombo vya usajili, imesajiliwa bila kujua wenyewe BAKWATA. Hali ilikuwa namna hiyo. Na mpaka ameshafanya juhudi hizo, TAC imeshirikiana na BAKWATA. Je, ni viongozi gani ambao walikuwa wajuu katika uongozi wa TAC? Viongozi waliokuwa wajuu katika TAC wakati huo alikuwa Bwana Zakiri Kiondo kama mwenyekiti, alikuwa Salimu Nyugo kama katibu, wajumbe walikuwa kina Bwana Isiaka Pingiri na Bwana Haruna Pingiri, walikuwa kina Bwana Ramadhani Kanju. Hao ndio walikuwa wajumbe. Kulikuwa bodi, ilikuwa mwenyekiti wa bodi alikuwa Bwana Ramadhani Kanju, Bwana Mohamed Kanju na Bwana Lusungula kutoka Dodoma, na baadhi ya Bwana Ngonga Bure marhumu na Jaafari vile walikuwa ndio bodi ya TAC. Tukiangalia TAC ya hapo zamani na TAC sasa hivi ikoje? Yani unaona vipi? TAC ya zamani wakubwa wengi wamekufa, imebaki TAC ya sasa hivi ya vijana, na tunajaribu kuivuta hivyo. Tatizo letu kubwa sana linalotukabili sasa hivi, kama nilivyokuambia mwanzo katika mazungumzo yetu, ni kwamba hatukulelewa kiilmu ya kupata uwezo wa kibiashara, na chombo chochote bila fedha hakiwezi kwenda. Sasa tatizo letu kubwa sana katika kuendesha hivi vitu hivi inahitaji pesa, na sisi hatuna pesa. Kwa hiyo tunajivuta hivyo, na tunategemea iko siku tutafaulu inshallah. Na mmejipanga vipi kutafuta hizo pesa? Tunajipanga katika njia mbalimbali. Njia ya kwanza kibiashara za hapa na pale, katika kushirikiana wenye biashara. Na njia ya pili kufanya donation kwa watu mbalimbali, kwa wakubwa. Maana huwezi kusema kwa makoja wote wabaya, utakuwa unafanya makosa. Wapo, lakini huwezi kuwajua mpaka uwatafute. Katika kuwatafuta tunagundua. Kwa mfano leo mimi
niko katika TAC, niko Kigogo, lakini kule kijijini kwangu Lindi nimejenga msikiti mzuri wa kisasa kabisa, una full kama msikiti wa Dar es Salaam, ni kijijini. Halafu nimechimba maji mita karibu 100 kwenda chini, toka maji mengi sana, na hiyo ni katika fadhila za marafiki zangu Makoja. Sasa nikisema Makoja wote wabaya, hawa ndio nifanyia hivi. Tunavyojua kwamba kila chombo kinavyokuwa kinaanzishwa kunakuwa na lengo na dhumuni lake. Lengo la TAC katika fikira zetu kuwarithisha vijana wetu mambo mawili, kiilmu na kiuchumi. Tuweze sasa hivi na tusiweze, lakini libaki hilo, kiilmu na kiuchumi. Wawe na wanazuoni wazuri na wawe wana uchumi wazuri. Hilo ndio lengo kubwa. Lakini kama unavyojua baina ya umaskini na utajiri kati pana ukuta wa chuma unahitaji kuvunjwa. Nani atakayevunja, atakayevunjika mikono yake bado hatujamjua nani, lakini tunataka kufanya hivyo. Tutakapovunja ukuta huu, basi yale malengo yetu tutafikia inshallah. Kutokana na uzoefu wako kwanza ulivyoanza tablighi mpaka sasa hivi, je, kipindi cha zamani mahusiano baina ya madhehebu ya Shia na madhehebu haya mengine yalikuwaje, kuwaje tofauti na sasa hivi? Katika madhehebu yale yalikuwa nafuata kwanza, bado tunashirikiana na bado wale wakubwa wa zamani wale wa madhehebu kama vile Ahli Sunna wal Jamaa bado wanatustapota, kwa sababu kuna mawimbi sasa hivi ya Wahabi na sisi vijana wa Kishia tumekuwa kama ni simba nyika wale tunawashambulia mawahabi. Sasa wale marafiki zetu Ahli Sunna wal Jamaa wamekuwa marafiki sana kwa kazi hii tunaifanya kwa kipindi hichi hapa au hata zamani. Na vipi zamani ilikuwaje, mwamko ulikuwa unapokeaje Mashia? Zamani ilikuwa kidogo tunaonekana kwamba sisi sio Waislamu sawa sawa, kwa sababu Mashia zilikuja fikira kwamba Mashia ni dini ya Kihindi wakati huo katika Afrika Mashariki. Kumbe ilikuwa watu hawajasoma, lakini kidogo kidogo baada ya kuwafahamisha sasa wanafahamu Ushia ni nini. Wengi wao tunawapata au tunashirikiana nao katika mambo mbalimbali. Katika kipindi chetu kulikuwa kidogo kuna usiri au kuna ugumu, kwa sababu wengi katika Masuni ilikuwa hawakubali Mashia kwamba Waislamu. Sasa kulikuwa na kazi namna gani kuwafahamisha mpaka wakukubali. Halafu sehemu ambazo tulizowapata haraka katika hizi hadhara za Maulidi hizi, walivyoona kwamba Mashia wanashambulia sana katika masala ya Maulidi, wanapenda hivi, wanapenda hivi, wakaona hawa kidogo kidogo ndio wenzetu, ikawa wanatufuata. Lakini huko nyuma kabisa kulikuwa ni jambo ambalo halikubaliki, kumwambia Mshia aende katika hadhara ya Msuni. Ilikuwa inaonekana kwamba amekuja mtu si Muislamu. Lakini hivi leo tunavyozungumza, hadhara za Msuni yoyote kama kufika Mshia, hiyo hadhara pia inakuwa si nzuri, kwamba uhusiano wetu sasa hivi ni mkubwa zaidi kuliko huko tulikotoka. Na jambo lolote unapoanza linakuwa gumu, lakini kidogo kidogo baada ya ustahamilivu linapendeza. Na moja ambayo linalopendeza hivi sasa hivi ni tablighi ya Kishia. Tuna mashaikh sasa hivi mbalimbali wa Kishia. Zamani ilikuwa mashaikh wa Kishia ni wachache sana, lakini leo alhamdulillah Dar es Salaam kuna vyuo mbalimbali na sehemu mbalimbali za mikoa ya Dar es Salaam kuna vyuo mbalimbali, na inaelekea kwamba Ushia unazidi kupanda moto, na inshallah utazidi kupamba moto. Mahusiano yetu na Masuni ni mazuri hata hivi sasa. Tukiangalia kuanzia mwanzo ulipoanza tablighi mpaka sasa hivi, mambo mangapi ambayo mmefanikiwa kwa kiasi kikubwa mpaka hivi leo, ambao hata unajivunia sasa hivi ukiangalia kweli mmefanikiwa? Kwa kweli ninaweza kusema alhamdulillah, katika tablighi mimi binafsi nasema nimefanikiwa 100%. Kutoka katika mtu mmoja nilivyoanza binafsi nikiwa kama mimi leo pengine inaweza kuchukua malaki na maulufu ya Mashia wapo. Wale waliopitia mikononi mwangu hawapungui laki, laki moja, laki mbili au 50,000 au 60,000 waliopitia mikononi mwangu. Waliopitia katika wale niliowasomesha wakaenda wakasomesha mbele, wanazidi kuongezeka siku hata siku.
tunafaulu sana alhamdulillah. Na nashukuru kipindi hiki cha mpito, kwa sababu Mwenyezi Mungu tayari ameshanipa barua kama 2-3 hivi niondoke hapa duniani. Bado nao wakati wa kuzidi kuendeleza, kwa sababu huko vijijini bado na madarisi vile vile nasomesha na tunafanya tablighi. Inshallah mambo yanakuwa mazuri. Kutokana na uzoefu wako, unaitathmini vipi mashia wa Tanzania kama wewe? Kutokana na uzoefu wako, mashia wa sasa hivi, maendeleo yao kwa ujumla. Maendeleo, kuna tatizo hapa linataka lieleweke sasa hivi. Tuna ushia na kuna maendeleo. Ndio nilikuwa nawaambia hawa mashehe wa sasa hivi, tunapowasomesha vijana wasiwasomeshe ilmu peke yake, wawasomeshe na maendeleo. Ndio tunaanza sasa hivi katika swala la maendeleo, ndio tunaanza kuchukua hatua moja ukilinganisha na tulikotoka. Tulikotoka ilikuwa sufuri kabisa, lakini leo alhamdulillah tunaanza kuchukua hatua moja. Pengine mtu ana kishamba chake, ana nyumba yake, na hivi na bado anafanya biashara zake, ndio tunaanza kuendelea. Neno la maendeleo ni maisha ya mwanadamu. Hili lazima ulifahamu. Haliji hili kama maji ya mvua mara moja vupu, hapana. Pengine unaweza ukaanza wewe maendeleo, akaja akafaulu mjukuu, mwanao pakapita sufuri. Ni kazi ngumu sana. Maisha ya mwanadamu, maendeleo ni kazi inahitaji subira, inahitaji ilmu, inahitaji support. Na kwa mwanadamu vitu hivyo vyote hivyo ni vigumu kuvipata. Kwanza subira, kae na njaa, ilmu pengine umeikosa, support. Mtu mwenye kitu kukusaidia wewe usio na kitu, anaona mali zake anapoteza. Sasa hapa panabidi subira, ujaribu kupitia njia ili umpate huyo mtu akusaidie. Lakini tutafika, kwa sababu tuko nchini na madhehebu sasa hivi ndio mshapamba moto, tutafika inshallah. Unawashauri nini mashia hivi sasa? Kwa hivi sasa mashia unawashauri nini? Nawashauri kitu kimoja. Kwanza, walimu hao wanaosomesha somo la historia lazima lisomeshwe, moja. La pili, wasikubali kukaa mijini peke yake. Ni kosa, kwa sababu maendeleo ya Watanzania mengi yanatoka vijijini. La tatu, wawe wazuri wa kuzungumza kuliko kughadhibika. Asijali kutukanwa na asijali kuhojiwa. Utakapokuwa wewe mzuri wa kuzungumza, mtu atakufuata. Na utakapokuwa wewe hodari wa kujituma, mtu atakufuata. Kwa hiyo tujitume, tusomeshane vizuri na tustahamiliane katika makosa yetu sisi wenyewe kwa wenyewe. Hilo ndio ushauri wangu mkubwa sana kwa vijana wa Tanzania. Sasa hivi kumezuka kwamba kuna ugaidi unatokea na watu wengi wanakuwa wanazungumzia dini ndio inasababisha hivyo. Kwa wewe unazungumzia swala hili kama dini ambayo inaweza kuleta amani na kuondoa hizo fikra za watu kwamba wanafikiria kwamba ugaidi unaotokea kwamba ni dini ndio inasababisha? Sikiliza mwandishi wa habari, katika mambo haya duniani hayakosi. Wakati wa Rasuli pamoja na mtume alikuwepo, kuna watu wakachimba shimo kwa kumtia mtume. Maana yake ndio ilikuwa wakati mzuri sana wa kuogopa, kwa sababu yeye mwenyewe yu hai. Lakini wakafanya vitendo kama hivi. Sasa matukio kama haya hayakosi. Panapokaa wanadamu na mambo ya kibinadamu lazima yawepo, lakini ustahamilivu kwetu sisi lazima uwepo. Na kutafuta njia gani ya kukwepa haya mambo lazima yawepo, ndio tufike. Je, una ushauri gani kwa wanasiasa katika kutunza amani? Katika siasa? Hatuwezi kuchepuka siasa. Siasa ya nchi ni lazima kitu kinachotulea sisi sote. Hatuwezi kuambia serikali ya kikafiri, serikali ya kinini, sisi hapana. Tushirikiane nao ili tupate kwenda vizuri. Inshallah Mwenyezi Mungu ataweza kutusaidia, kwa sababu mtume alikuwa anakaa na makafiri, alikuwa anakaa na Yahudi, hakuwa anawachukia wana dini fulani, hapana. Kwa hiyo na sisi tuchukue katika wasia huu ili tufike katika malengo tunayokusudia inshallah. Je, kwa upande wako unaona serikali imesaidia kuwapa uhuru watu kwa ajili ya kuabudu? Yaani unaona swali kwa serikali? Serikali ya Tanzania kwa upande mwingine alhamdulillah tunashukuru sana.
ina kipindi kizuri sana cha kuabudu kwa mtu yoyote, kwa hali yoyote ile ya Umoja wa Mataifa kwamba uhuru wa binadamu katika Tanzania huko. Nimpata kuona kule Msumbiji, huwezi kuadhini katika nyumba nyingine. Unasikia bwana habari, Msumbiji kulikuwa na tabia moja, huwezi kuadhini kwa kutumia speaker kwa sababu watu wanataka kulala. Ukipiga kelele wewe, watu wasema kwamba wewe watu unawakera. Lakini sisi hapana. Kwa kipindi hicho kipindi hicho. Lakini sisi hapana. Mpaka leo bado sisi tuna uhuru, tunaweza kuadhini nyumba hii mtu amelala hapa. Kwa hiyo huu ni uhuru wa kuabudu. Ukatuambia kwamba neno lolote ambalo tukajivunia hata siku kwa haupo hapa duniani, ni lipi unaweza kutuambia sisi? Kwa sababu bana Mzee Abdalla katuambia hiki na kitu alikifanyia kazi. Mseme Mzee Abdalla kwanza anasema tujitahidi katika kufanya kazi za maendeleo. Za kutengeneza maisha. Usitosheke na kuamshia. Ukawamshia na huna maendeleo yoyote, ni upuuzi. Lazima katika maisha yako ujipange katika kupata maendeleo, ndio utakuwa mshia halisi. Kwa maana usijikite katika tablighi na biashara, jihusishe. Uwe na biashara, uwe na mambo mashamba, uwe na mambo fulani. Hivi vitu lazima viwepo. Tusikubali kusema kwamba hiki cha fulani kifaa, hapana. Tujitahidi. Halafu kusaidiana lazima kuwepo. Tuache roho mbaya. Kwa mfano huyu anao uwezo wa kumsaidia huyu, ikawa hataki. Hiyo sio mshia. Mshia ni anayemsaidia mwenzake katika maendeleo, katika elimu na katika maradhi mbalimbali. Huyo ndio anatakiwa kuwa, ndio aambiwe huyo ndio mshia. Mzee Abdalla siku zote anatuhimiza tusaidiane katika kushirikiana katika sekta zote ili tupate kwenda. Wabillahi tawfik. Basi nikushukuru sana Mzee Abdalla kwa nafasi yako. Tumezungumza mengi, tumefaidika. Na nakuombea kila la kheri. Amina. Ili mpate umri kuanzia miaka 100 kuendelea mbele. Amina.